Wakati Zanzibar ikiendelea na maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wakulima duniani, juhudi za kuwajengea uwezo wa wakulima kupitia elimu ya kilimo cha kisasa zinaendelea kuimarishwa ili kuongeza uzalishaji na kuinua uchumi wa wananchi. Akitoa mafunzo kwa wakulima hao, Hussein Amevuai kutoka Idara ya Kilimo na Uhakika wa Chakula Zanzibar anaeleza. Wakulima wanapata fursa ya kuja hapa kujionea, kujifunza, lakini pia na kuona namna gani wanaweza kulima kilimo cha kisasa. Moja ya sehemu hii ni kutoa mafunzo kwa wakulima kuweza kujifunza vizuri na kuweza kuona namna gani wanaweza kuchagua mbegu zilizokuwa bora, wanaweza kujifunza namna gani ya kutumia pembejeo za kilimo vizuri ikiwemo mbolea hizi za samadi pamoja na hizi za viwandani, ili tu kuwasaidia wakulima kuweza kuboresha mavuno yao na kuweza kupata mavuno mengi. Kwani tunafahamu kwamba wakulima wengi wanalima lakini bado wanalima kizamani. Kwa maonyesho haya yanatoa fursa wakulima kuja kujifunza na kuona mbinu bora na sahihi za kuweza kuwafanya wao kuweza kulima kwa tija na kuweza kulima kibiashara. Sisi kama Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia idara hii ya kilimo tunayachukulia maonyesho haya kama ni sehemu adhimu yenye fursa nzuri ya kuweza kuwafanya wakulima kupata kujifunza zaidi. Naye Makame Haji, afisa mradi wa kuimarisha familia, amesema elimu ya kilimo cha kisasa itawasaidia wakulima kuacha kilimo cha mazoea na kuendelea katika kilimo cha kibiashara. Hivi karibuni tutakuwa tuna maadhimisho ya 8/8 ambayo yatakuwa yanahusisha kilimo. Kwa hiyo sisi kama sehemu ya kujitayarisha tumeandaa mafunzo ya siku 5 ili kuwafundisha au kuwapa uelewa walezi namna gani ya kulima, namna ya kuchagua udongo, namna ya kuchagua mazao bora ili wapate faida halisi. Kwa hiyo sisi kama SOS ni sehemu ya wadau wakubwa kwenye swala hili la maadhimisho, na kwa sababu ya swala hilo tunatoa mafunzo haya ya siku 5 ili wazazi wetu wapate kujua, kuelewa na kupata mbinu mbalimbali za kulima, lakini pia kuona masoko ya kilimo yako wapi, wafanye nini ili wafikie kwenye lengo hilo la kilimo. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima walioshiriki mafunzo hayo wamesema wana imani na mafunzo waliyopatiwa, kwani yatawezesha kulima kisasa na kuboresha uzalishaji. Zamani tulikuwa tunalima lakini tulikuwa hatuna tija ya kilimo ambacho tunakilima, lakini kwa sasa kutokana na mafunzo niliyoyapata au ninayoyapata hapa na naendelea kuyapata kwa muda huu wa siku hizi tulizopo hapa, ni vitu ambavyo vinaweza vikanibadilisha na kuweza kupata kilimo kizuri kilichokuwa kina faida, ambacho kitaweza kunipa faida mimi pamoja na familia, kwa sababu nitakapolima kwa kutokana na elimu ninayopata sasa hivi, ukulima wa kisasa, nitapata kukuza kilimo changu vizuri na vile vile nitapata faida kubwa na kufanya biashara kubwa. Serikali katika kwa support wakulima wanataka watusaidie nyenzo na uwezo, alafu na vile vile tuweze kupata yale maeneo ya kulima hasa kwa shughuli zetu za biashara, kwa sababu kilimo kutegemea pengine kuna kiwanja cha mtu tu hapo ndio kalima mara moja hapa, kesho unaambiwa hapo ondoka uende pale, kesho uende pale, na kwa huwezi kujimarisha vizuri kwa kilimo. Na wengi wetu tunalima hatuna maeneo ya kulima. Kwa tunalima vilimo vya kubahatisha. Unaweza kuimarisha hapa, kesho unakuja kwa mbai sehemu inatakiwa ondoka hapo. Unakwenda kuanza tena moja sehemu nyingine. Kwa hiyo mategemeo yetu ni kwamba serikali baada ya kutupa mafunzo haya na watatuwezesha ili kuweza kupata kilimo cha kujikidhi kwa mahitaji yetu ya chakula na biashara. Mafunzo hayo ni maandalizi ya kuelekea siku ya wakulima duniani ambayo hufanyika kila mwaka ifikapo tarehe 8 mwezi wa 8, na zaidi siku hiyo hulenga kutambua mchango wa wakulima katika uzalishaji wa chakula na maendeleo ya kiuchumi na usalama wa chakula nchini. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.